Gavana wa Embu Cecily Mbarire ameendelea kujipata lawamani kufuatia ripoti za utumizi mbaya wa pesa za umma. Wahudumu wa bodaboda wakiandaa maandamano kulalamikia hatua ya gavana kukiri kuwa alitumia visivyo fedha za umma zilizopangiwa ujenzi wa kiwanda cha biashara huko Embu. Aidha, Mbarire aliyehojiwa na kamati ya bunge la Seneti alishurutishwa kueleza ni kwa nini alitumia shilingi milioni 10 kwa mkutano wa uwezeshaji wa wanabodaboda kinyume na matumizi yake. Seth Olale anaarifu. Ni maandamano yaliyofanyika siku moja baada ya kamati ya uhasibu ya bunge la Seneti kumtaka gavana wa Embu Cecily Mbarire kuwajibika kuhusu utumizi wa shilingi milioni 10 kwa mkutano wa uwezeshaji wa wahudumu wa bodaboda mwaka jana, badala ya pesa hizo kutumika kwa ujenzi wa kiwanda maalum kama zilivyotengwa kwenye bajeti. Hiyo 10 milioni ulisema uko nayo yetu ya bodaboda, tumekupea 48 hours, ukuwa umetupatia ama tutaikujia. Unaona? Kwa sababu hatutaweza kuruhusu wanasiasa kuwa wanatumia jina yetu ya watu wa bodaboda vibaya. Hiyo pesa anasema ilitoka kwa treasury. Ilitoka wakati upi na hiyo pesa ilitumika vipi? Kwa sababu hata kama ni hiyo mambo ya summit tunangependa aitebo yote tuweze kuona, tujue hiyo pesa ilitumika na njia gani. Mkutano huo wa uwezeshaji wa wahudumu wa bodaboda mwaka jana ulihudhuriwa na naibu rais Kithure Kindiki. You are not special. You are under oath and you have an obligation constitutionally to tell the truth. It is you who is saying so. Governor, I didn't say so. Could Senator, you address Senator Sifuna through he's the also chair? Now he's harassing me. No. I will make that determination if I feel. He's now harassing me. You are harassing the chair by talking when the chair is talking. Please listen to me. Katika kikao cha kamati ya uhasibu wa bunge la Seneti, Gavana Mbarire alikubali kuwa makosa yalifanyika na kwamba pesa hizo zilizotengewa ujenzi wa kiwanda maalum zitarejeshwa. Just 2 days ago, we had a similar case where they raided the deposits account to finance a housewarming for the speaker's residence. So now that the refund has not been done, to give us some commitment to which we can hold you accountable. We realized that it was an illegality, and I want to promise that going forward, that is not going to happen again in Embu County. It's the first time we did it, I think under immense pressure, but we will never do it again. I think that's good. I want to promise that going forward. But somebody who knows this is illegal and they go and do it and then they come and tell us here stories about honesty, those ones must be subjected to even more severe punishment than the people who do break the law out of ignorance of the law. These are those criminals who know they are breaking the law. These ones, remember. Kamati ya uhasibu ya bunge la Seneti ilimhoji Gavana Mbarire kutokana na ripoti ya mkaguzi mkuu Nancy Gathungu ambayo ilibainisha wazi jinsi sheria ilivyokiukwa kupitia tukio hilo. Seth Olale, Runinga ya Citizen.